Shalom wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi na karibuni tena katika ibada letu la leo ili tuweze kula neno la Mungu, neno la uzima, neno la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Unajua sisi ni Wakristo na maisha yetu yote ni neno. Kwa hiyo nawakaribisha tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hii ni sehemu ya pili kuhusu masuala ya uzinzi. Ndugu zangu, ni kwamba kama kuna dhambi ambayo inapiga fora sana leo katika ulimwengu, nafikiri ya kwanza ni uzinzi. Na huu uzinzi umezaa mambo mengi sana, kwa sababu uzinzi unazaa kunywa pombe, uzinzi unazaa magonjwa. Kwa hiyo uzinzi ni kitu ambacho kimeharibu sana ulimwengu katika siku za leo, angalau kuliko hata vitu vingi sana, na ni dhambi mbaya zaidi uzinzi. Kuna watu ambao wanachukulia uzinzi kama vile jambo la kawaida. Sikiliza, Biblia inaonya vikali kuhusu uzinzi, sababu ni dhambi mbaya mno na ni moja miongoni mwa nguzo ambazo zinachangia kupeleka walio wengi kuzimu. Na ubaya wa uzinzi huko wapi? Ubaya mkubwa zaidi wa uzinzi ni kwamba inavunja mahusiano ya ndoa, ambao unajua ndoa ni muungano mtakatifu. Kwa hiyo uzinzi unavunja moja kwa moja muungano mtakatifu ambao Mungu aliyouweka. Nataka kujua ya kwamba uzinzi katika kitabu cha Kutoka 20:14 Mungu ameukataza kabisa kiubinafsi uzinzi kama uzinzi. Mungu anasema msizini. Na Yesu akaenda mbali zaidi kuhusu swala la uzinzi. Katika kitabu cha Mathayo 5:28 Yesu yeye anaonyesha ya kwamba uzinzi sio tu tendo lenyewe, ila hata mawazo mabaya bado ni uzinzi, na bado utahukumiwa kwa jambo lile lile kama aliyefanya tena. Nafikiri hapa nimejaribu kukupa picha uone jinsi gani uzinzi ulivyo mbaya sana zaidi tena zaidi. Na ndio maana Mungu ana msimamo mkali sana katika swala la uzinzi. Katika Agano la Kale adhabu ilikuwa ni mbaya sana, sababu ilikuwa ni mauti. Tutaingilia vizuri kiundani, na hili litatupa picha tuelewe kwa nini wahubiri wengi tunazungumzia habari za uzinzi na kuonyesha watu ubaya na madhara ya uzinzi, ili kwamba watu waachane na uzinzi kabisa, waishi maisha matakatifu. Unajua katika Wakorintho wa kwanza 6:18 maandiko yanasema ya kwamba dhambi zingine zote, subiri kidogo nikapasome hapo. Katika Wakorintho wa kwanza 1 Corinthiens 6:18, Korintho wa kwanza sura yake ya 6 mstari wa 18, Biblia inasema ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Na unajua mwili wa mwanadamu umeweka kuwa hekalu la nini? Hekalu la Mungu mwenyewe. Kwa hiyo yeye atendaye zinaa anaitenda juu ya mwili wake mwenyewe. Na ndio maana leo tunaanza part 2 ya kuhusu masuala ya uzinzi. Hili ni kwa ajili ya walio na mpango wa kwenda mbinguni. Kusema kweli, mahubiri haya hayahusu kila mtu, sababu najua ya kwamba kuna aina 3 ya waamini. Kwa hiyo hii haihusu waamini nusu, hii haihusu wasioamini, hii inahusu waamini halisi, yaani wale ambao wanajua wanafanya dini duniani. Mahubiri kama haya yanahusu watu ambao wana mpango wa kwenda mbinguni, yanahusu wale ambao waliitwa na Mungu ili wamuishie. Mahubiri kama haya sio ya kila mtu, please. This is just only for believers. Hii ni kwa ajili ya waaminio, na hao ndo watakuwa na uwezo wa kupokea hili na kuweza kulimudu na kuweza kuliishi kulingana na neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hili linawahusu wao peke yake, lakini hawa wengine wenda halitawahusu, kwa sababu wataliona kama vile ni jambo nzito zaidi. Katika hii part 2 nimeona nianze kwanza na vitu vitatu vikubwa ambavyo Mungu alimpa mwanadamu. Mwanamke
na nataka mjue ya kwamba Mungu alimpa kila mwanamke dusumali 3 au fadhila 3 takatifu ambazo ni hazina yake. Na mwanamke anapopoteza hizi dusumali 3 takatifu anapoteza heshima yake ya kuwa mwanamke. Mwanamke ni tofauti na mwanaume. Mwanaume pia ni tofauti na mwanamke. Na kuna vitu alipewa mwanaume na kuna vitu alipewa mwanamke pia. Sasa leo tunaongelea kuhusu vitu vitatu vikubwa au dusumali 3 kubwa au fadhila 3 kubwa ambazo Mungu alimpa kila mwanamke chini ya jua. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mwanamke kulinda hivi vitu vitatu kwa umakini mkubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu hivi ndio vinamfanya yeye kubaki kuwa mwanamke hata mbele za Mungu. Hivi vitu vitatu vikubwa ndio vinafanya mwanamke aendelee kuwa na heshima hata katika jamii. Hivi vitu vitatu vikubwa ndio vinafanya mwanamke awe mwanamke, sababu ndio kitu ambacho Mungu alimpa mwanamke. Na hivi vitu vitatu vikubwa ndio upekee wa mwanamke. Kwa hiyo naomba mwanamke unisikilize kwa makini kabla tujaenda mbali. Katika hii part 2 nimeamua nijibu maswali yenu. Muda ukiruhusu nitafika kwenye maswali. Lakini nataka kwanza nionyeshe hivi vitu ili muone umuhimu wa hivi vitu kwa kila mwanamke. Hivi vitu ni vitu vitatu ambavyo Mungu alimpa kila mwanamke chini ya jua na ni pekee kwa mwanamke. Tunaanza na kitu cha kwanza. Haleluya. Kitu cha kwanza ambacho Mungu alimpa kila mwanamke chini ya jua ni ubikira. Kwa wanyama hakuna ubikira. Kwa samaki hakuna ubikira. Nyoka hanaga ubikira. Mbwa hana ubikira. Ila hii ni kitu pekee ambayo Mungu alimpa nani? Mwanamke pekee yake. Na Mungu alipompa hii kitu mwanamke alikuwa na maana, sababu ubikira si jambo tu la kawaida. Hapana. Ubikira wa mwanamke ni jambo takatifu sana kwa Mungu. Ubikira kwa mwanamke unamaanisha haki, utakatifu, ukweli na uaminifu. Ni heshima kubwa kwa mwanamke hiki kitu ambacho kinaitwa ubikira. Na si heshima kubwa tu kwa yule mwanamke, ila pia ni heshima kubwa kwa familia ya yule mwanamke. Na si heshima kubwa tu kwa familia ya yule mwanamke, ila zaidi ni heshima kwa wazazi wa yule mwanamke, yaani baba yake na mama yake. Na kama binti angepoteza ubikira wake kabla ya ndoa, ilikuwa ni aibu kubwa sana katika jamii. Ilikuwa ni aibu kubwa sana katika familia. Na hata sasa ni aibu kubwa. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 22. Tusome tu kwanza mstari wake wa 13. Hebu tusome hapo haraka. Kumbukumbu la Torati, nasema Kumbukumbu la Torati 22. Tunasoma kwenye mstari wake wa 13. Maandiko yanasema hivi: mtu akitwaa mke akamwingilia na kumchukia, kisha akamstaki mambo ya aibu, kumzushia jina baya. Akasema akamstaki mambo ya aibu, kumzushia jina baya. Akasema, nimemtoa mwanamke huyu, nami nilipomkaribia sikuona kwake alama za ubikira. Yaani binti anapoolewa na isipoonekana kwake alama za ubikira, kulingana na maandiko ni aibu. Nasoma, si mimi. Mtu akitoa mke akamwingilia na kumchukia, huyu ni mtu tu amezingizia mwanamke, yaani amemchukua, amemwingilia, yaani wamejuana kimwili, sababu amemchukia, anamzushia mambo ya uongo. Anamzushiaje mambo ya uongo? Anasema ya kwamba nimemtoa mwanamke huyu, nami nilipomkaribia sikuona kwake alama za ubikira.
ndipo babaye yule kijana na mamaye watakapotoa alama za yule kijana za ubikira, wawatolee wazee wa nje langoni, na baba yake ya yule kijana awaambie wazee, mwanamume huyu nilimpa binti yangu awe mkewe, naye amchukia. Angalieni, ameweka mambo ya aibu. Asema, sikuona kwa binti yako alama za ubikira, nazo hizo ndizo alama za binti yangu za ubikira. Na wayakunjue yale mavazi mbele ya wazee wa mji. Basi wazee wa mji ule na wamtwae yule mtu mume na kumrudi, wamtoze shekeli 100 za fedha. Shekeli 100 za fedha ni pesa nyingi leo, sababu shekeli 50 ni kikadirio cha dola 20,000, 15,000, 20,000 ndo shekeli 50. Kwa hiyo shekeli 100 ni kadirio ya dola 60,000 au 80,000. Wamtoze shekeli 100 za fedha, wampe babaye yule kijana, kwa kuwa amemzuilia jina mbaya mwanamwali wa Israeli, naye awe mkewe, hana ruhusa ya kumuacha siku zake zote. Ina maana hii hapa nimepasoma tu ili niwaonyeshe ya kwamba binti kuolewa na si bikira tena ni jambo la aibu, ni jina baya. So mnaona jinsi gani ubikira ulivyo jambo muhimu, ulivyo jambo mzito, na jinsi gani Mungu alivyoushika kwa heshima sana. Mabinti ambao hamjaolewa, tafadhalini sana, ni wasii, lindeni ubikira wenu. Hakikisha mme wako atakaye kuoa awe ndiye wa kwanza kukujua kimwili. Hakikisha mme wako atakaye kuoa awe ndiwe wa kwanza kuondoa ubikira wako. Kwa sababu gani? Madhara ni mazito mno unapotembea na wanaume kabla ya kuolewa. Shida ni kubwa mno. Subiri nifuate hadi mwisho, utasikia kile nitakachokiongea. Ukisoma katika Biblia ili uone uzito wa swala hili la ubikira, hii dusumali kubwa ambayo Mungu alimpa mwanadamu, mwanamke, chukua mfano wa Mwanzo 34 kuanza mstari wake wa kwanza, uone uzito wa ubikira. Katika kitabu cha Mwanzo 34 mstari wake wa kwanza na kushuka, ni habari ya Dina binti Yakobo. Habari za Dina zilikuwa hivi: Dina alishikwa na kijana mmoja aliyemtamani. Huyo kijana akambaka Dina. Kumbe ubikira unaweza ukaleta mauaji ya kimbari. Kwa hiyo sio jambo la mzaa, yaani mpaka jambo lisababishe mauaji ya kimbari sio jambo la mzaa. Wamama, funzeni mabinti zenu kujua kulinda ubikira, waache kabisa uzinzi. Hebu nipasome hapo kidogo. Mwanzo 34 kuanza mstari wake wa kwanza. Basi Dina binti Lea, tunajua Lea ni moja miongoni mwa wake wa 4 wa Yakobo. Dina binti Lea ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori, mwivi mkuu wa nchi, akamwona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Unasikia gisi Biblia inasisitiza hapa, inasema huyu kijana huyu Shekemu mwana wa Hamori, kijana Shekemu mwana wa Hamori akamshika Dina binti Yakobo, akalala naye. Si eti akalala naye tu, lakini akambikiri. Kumbikiri yani akaondoa ubikira wake. Moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo, akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema, unipatie msichana huyu awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanawe walikuweko pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Hebu niruhusu niongee, utakwenda kusoma nyumbani mwenyewe. Wacha tu niongee, kwa sababu nikianza nasoma naongea litachukua muda mwingi sana. Hapa iko hivi: Dina binti Yakobo alishikwa na huyu kijana Shekemu mwana wa Hamori. Shekemu mwana wa Hamori akamshika binti
binti Dina, binti Lea, binti Yakobo akambikiri, akaondoa ubikira wake. Baadaye yule Shekemu mwana wa Hamori akapenda Dina, akamchukua Dina mpaka nyumbani kwao, akaambia baba yake Hamori, baba, napenda huyu Dina awe mke wangu, naomba uniowee. Basi Hamori akaenda hadi kwa Yakobo. Kumbuka Yakobo ni mgeni katika mji huu. Akaambia Yakobo ya kwamba binti wangu, kijana wangu amependa binti wako, kwa hiyo jinsi watoto wamependana, naomba basi utukaruhusu waoane, na mimi chochote mtakachoomba nitawapa. Mkihitaji pesa nitawapa, mkihitaji hata sehemu ya kukaa, najua nyinyi ni wageni, nitawapa hata mahali pa kukaa. Yaani lolote mtakaloomba tafadhali nitawapa, lakini mkaruhusu kijana wangu aowe binti yenu. Yakobo akasikia. Kumbuka Yakobo ana vijana 12, unajua hiyo habari. Yakobo akasema, siongei kitu, nasubiri watoto wangu watoke shambani. Yakobo akakaa kimya, akamwambia Hamori, sawa, nimekusikia. Na sababu Hamori alipoenda kwa Yakobo alienda na kijana wake Shekemu. Basi tusubiri vijana kwanza watoke shambani. Wakakaa muda vijana wakapata habari shambani kwamba hamna habari, dada yenu walimbikiri na Shekemu. Vijana wakaja mpaka wakafika nyumbani. Walipofika nyumbani wakakuta Shekemu na Hamori, yaani Shekemu na baba yake Hamori wako pale pamoja na baba yao Yakobo. Shekemu anatetemeka, ila baba yake anaongea. Baba yake ya Shekemu, yaani ndugu Hamori, akaanza kutoa maelezo kwa Yakobo pamoja na vijana wake. Akasema, jamani, binti yenu amependwa na kijana wangu, kwa hiyo ninachoomba ni kwamba muruhusu binti yenu aolewe na kijana wangu Shekemu, na mkihitaji hela nitawapa hela. Ni hivyo, wamependana jamani, mwache tuoanie sisi watu wa hapa Kanaani, tuowe nyinyi watu wa Kiebrania, na hiyo itasaidia sisi kuishi vizuri ushirika. Kwa hiyo Hamori akaongea akamaliza. Ona siasa waliocheza hawa vijana. Vijana wakaweka kitu moyoni, wakamwambia Hamori, hivi haina shida, kama unataka dada yetu aolewe na mtoto wako haina shida, lakini kwa shurti moja, nenda kaambie wanaume wote wa mji wako watairiwe, kwa sababu sisi hatuwezi kuowesha dada yetu na mwanaume ambaye hajatairiwa. Hamori akafikiri ni jambo rahisi, akasema kutairiwa tu, kutairiwa tu, mbona hiyo haina shida. Hamori akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani akaita vijana wote wa mji ule, akawaambia, jamani, nimekwenda kule, tumezungumza 1 2 3 na wamekubali, lakini wamekubali kwa shurti moja, na shurti hiyo ni kwamba sisi wote wanaume wa mji huu tutairiwe, na tukitairiwa sote tutakuwa na uwezo wa kuoa binti zao. Kwa hiyo jamani, niwaalike sote tutairiwe, tupite kwenye yando, yani tutairiwe. Vijana haraka wakakubali, wasijue kwamba ni mtego wanategewa. Walipokubali wote, si wakatairiwa. Ukishatairiwa maana yake una kidonda, ukishatairiwa maana yake uwezo ukakimbie mbio, ukishatairiwa maana yake uwezo ukapigane. Kwa hiyo vijana wakala sasa njama, wakajua wale si wametairiwa mji mzima, twende sasa, hatuwezi kubali mtu ambikiri dada yetu, yaani hatuwezi kubali. Vijana 2 tu ndo wakachukua mapanga, kati ya 12 2 ndo wakachukua mapanga, wakaenda katika ule mji wa Hamori. I'm telling you, wakaua wanaume wote. Wakaua wanaume wote. Sababu hii moja tu, eti dada yao amebikiriwa. Hivi unaona uzito wa ubikira? Subiri basi nipasome haraka. Nipasome haraka. Naanza mstari wa 6. Akatoka Hamori babaye Shekemu kumwendea Yakobo aseme naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo wakaja kutoka nyikani, nao wakasikitika sana, wakakasirika mno, kwa sababu amefanywa upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti Yakobo, neno lisilojuza kutendeka. Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inamtamani binti yenu, tafadhalini mpeni amuoe,
mkaoane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mkatoe binti zetu, nanyi mtakaa nasi na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Shekemu akamwambia babaye yule msichana na nduguze, nikubalieni machoni penu, na mtakavyoniambia nitatoa. Mjapoongeza sana mahari na zawadi, nitatoa kadiri ya mtakavyoniambia, lakini mnipe huyu msichana awe mke wangu. Wana wa Yakobo wakawajibu Shekemu na Hamori babaye kwa hila, maana amemharibu Dina umbo lao. Wakamwambia, hatuwezi kufanya neno hili, tumpe umbu letu mtu asiyetahiriwa. Ingekuwa aibu kwetu, lakini kwa sharti hii tu, tutapatana nanyi mkiwa kama sisi. Akitahiriwa kila mwanamume wenu, ndipo tutawapa ninyi binti yetu, na sisi tutatoa binti zenu. Kama hamtusikii na kutahiriwa, basi tutamtoa umbo letu, nasi tutakwenda zetu. Maneno hayo yakawa mema machoni pa Hamori na machoni pa Shekemu mwana wa Hamori, na yule kijana hakukawia kulifanyia neno lile, maana anapendezwa na binti Yakobo, naye alikuwa mwenye heshima kuliko wote nyumbani mwa babaye. Hamori na Shekemu mwanawe wakaja langoni pa mji wao, wakasema na watu wa mji wao wakinena, watu hawa wana amani nasi, basi na wakae katika nchi na kufanya biashara humo, kwa maana nchi ni kubwa, ya watosha, na tutwae binti zao kuwa wake zetu, na binti zetu tuwape wao, lakini kwa sharti hiyo moja tu, watapatana nasi, wakae wote kwetu, tuwe watu wamoja, kama tukitahiriwa kila mwanamume kama hawa walivyotahiriwa. Je, kondoo zao na mali zao na wanyama wao wote hawatakuwa mali zetu? Basi na tupatane nao tu, nao watakaa kwetu. Wakawasikia Hamori na Shekemu mwanawe wote watokao katika lango la mji wake, wakatahiriwa kila mwanamume wote watokao katika lango la mji wake. Ikawa siku ya tatu, walipokuwa wakiumwa sana, si unatahiriwa lazima utaumwa sana. Walipokuwa wakiumwa sana, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi nduguze Dina, wakatwaa kila mtu upanga wake, wakaujia mji wa ujasiri, wakawaua wanaume wote wakawaua Hamori na Shekemu mwanawe kwa makali ya upanga, wakamtoa Dina katika nyumba ya Shekemu, wakatoka. Wana wa Yakobo wakawajilia hao waliouawa, wakauteka nyara mji, kwa sababu wamemharibu umbo lao. Wakachukua kondoo zao na ng'ombe zao na punda zao na vitu vilivyokuwa wamo mjini, navyo vilivyokuwa kondeni, wakatwaa na mali zao zote na watoto wao wote na wake zao na vyombo vilivyokuwemo nyumbani mwao, wakavichukua mateka. Sasa niambie wewe, kwa sababu tu ya kuharibu umbo lao, kwa sababu tu ya kuondoa ubikira wa umbo lao, ona yaliyotokea. Wakaja wakaua wanaume wote, wakachukua mali zote, wakachukua wake zao zote, kwa sababu tu ya hivyo. Nafikiri ubikira ni jambo ndogo? Ubikira si jambo ndogo kama unavyofikiri. Ubikira si jambo ndogo kama unavyofikiri. Ndugu zangu, tujifunze kufundisha mabinti zetu, tuwe tayari kuwaelimisha mabinti zetu, wajue kutunza ili jambo. Ni jambo nyeti sana mbele za Mungu, nyeti sana, nyeti sana. Sasa subiri twende uone jinsi gani lilivyo jambo mzito mbele za Mungu. Nataka niwaambie kuhusu habari za hukumu au adhabu kwa binti aliyepoteza ubikira katika Biblia. Ninyi mnafikiri sisi tunahubiri mwanamke alinde ubikira, mnafikiri ni kwa bure? Hapana ndugu zangu, tuna sababu tosha. Hizi adhabu nimeziweka katika vitengo tofauti tofauti, kwa sababu hizi adhabu za binti aliyepoteza ubikira ziko tofauti tofauti. Binti, linda sana ubikira wako, tafadhali sana, usicheze na ubikira wako. Ubikira wako si jambo la mzaa. Ubikira wako si jambo la mzaa, ni jambo la kipekee, ni jismali miongoni mwa zile tatu. Hii ni moja ambayo Mungu alikupa. Na kwa sababu tunaongelea masuala ya uzinzi, jinsi ya kutubu uzinzi, jinsi ya kutengeneza uzinzi, ndio nimeona niwaonyeshe hili ili mlifahamu. Jambo la kwanza ni hukumu ya binti
ambaye amekuja kugundulika hayuko bikira baada ya yeye kuolewa. Na kwa kulipata hilo tulisome katika Kumbukumbu la Torati 22:13 hadi 21. Hii ni hukumu ya binti aliyekuja kugundulika hayuko bikira baada ya kuolewa. Ina maana ni hukumu ya binti ambaye alidanganya mchumba wake kwamba yuko bikira, mchumba wake anamuoa, wanakaa ndani, yeye kuja kumkaribia kukuta hayuko bikira. Kulingana na Biblia, huyu alihukumiwaje? Sikiliza sasa. Kumbukumbu la Torati si jambo rahisi. 22 naanza mstari wake wa 13. Mtu akitoa mke akamwingilia na kumchukia, kisha akamshtaki mambo ya aibu, kumzusia jina baya, akasema nimetwaa mwanamke huyu, nami nilipomkaribia sikuona kwake alama za ubikira. Ndipo babaye yule kijana na mamaye watakapotoa alama za yule kijana za ubikira, wawatolee wazee wa mji langoni, na baba yake yule kijana awaambie wazee, mwanamume huyu nilimpa binti yangu awe mkewe, naye amchukia. Angalieni, amemwekea mambo ya aibu, aseme sikuona kwa binti yako alama za ubikira, nazo hizi ndizo alama za ubikira za binti yangu. Na wayakunjue yale mavazi mbele ya wazee wa mji. Basi wazee wa mji ule na wamtwae yule mtu mume na kumrudi, wamtoze shekeli 100 za fedha, wampe babaye yule kijana, kwa kuwa amemzuilia jina mbaya mwanamwali wa Israeli, naye awe mkewe. Hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Nasimama hapo niko kwenye 20. Huyu ni kijana alioa binti, yule binti akakaribiana naye akakuta ni bikira, lakini akamzingizia mambo ya uongo. Maandiko yanasema ya kwamba wazee waje, wazazi wa huyu binti waje waombe yule kijana zile alama za ubikira. Alama za ubikira ni zipi? Ni ile shuka waliokuwa wametandika kitandani, sababu kabla mjakaribiana, kwa desturi, kama ni mara ya kwanza, si mnaweka shuka jeupe pale na mnaweka kitambaa pale ambapo mtafanyia mambo yenu, ili kwamba damu itakapotoka iwe pale kwenye lile shuka nyeupe. Kwa hiyo anapohongwa shuka jeupe, ni ile shuka ambayo kuna ile damu. Kwa hiyo ile shuka inabebwa zile alama za ubikira mpaka kwa wazee wa nchi, wanaikunjua lile shuka, wanaona ile damu, alama za ubikira. Baadaye wanaambia yule kijana, umemzingizia binti wa Israeli. Kwa sababu umemzingizia huyu binti, utatozwa shekeli 100 na utakaa na huyu binti na una haki ya kumwacha. Hiyo ndio alama, kwa sababu alimzingizia. Sasa kwenye nataka nisome mimi vizuri ni hapa kwenye 20. Lakini ikiwa ni kweli neno hili, ikiwa ni kweli, si uongo. Sasa in case ni kweli yule binti hayuko bikira, walipokaribiana na mume wake kwa mara ya kwanza, mume wake alikuja kukuta yule binti sio bikira, ni kweli, sio uongo. Biblia inasema hivi: lakini likiwa ni kweli neno hili la kutoonekana kwake yule kijana alama za ubikira, na wamtoe nje yule kijana mlangoni pa nyumba ya baba yake, na wanaume wa mji wake wampige kwa mawe hata afe. Unasikia? Binti aliyeolewa ambaye siyo bikira katika Agano la Kale alipigwa kwa mawe hadi afe. Binti aliyesema ya kwamba ni bikira na siyo bikira na akaolewa alipigwa mawe hadi afe. Hivyo nafikiri ubikira ni jambo ndogo? Sio jambo ndogo. Naenda adhabu ya binti ambaye hajaolewa ila amechumbiwa. Binti amechumbiwa, hajaolewa ila yuko katika uchumba, na huyo binti anakuja, yani iko hivi: kama binti ambaye hajaolewa akifanya hicho kitendo, yani kitendo cha ndoa na mwanaume, adhabu yake ni kali mno. Analipa, naomba nifuate vizuri hapa. Huyu ni binti ambaye hajaolewa, okay, lakini yuko tayari katika uchumba. Huyu binti ni tofauti na huyu binti wa kwanza ambaye aliolewa akaonekana sio bikira. Huyu adhabu yake ni kupigwa mawe hadi afa. Hii adhabu ninayoongelea ya pili sasa ni ya binti ambaye hajaolewa lakini yuko katika uchumba.
Kama binti ambaye hajaolewa anafanya hicho kitendo na mwanaume, adhabu kwa huyo mwanaume, kama huyo binti alifanya hicho kitendo kwa hiari lake mwenyewe, okay? Kama huyo binti alifanya hicho kitendo kwa hiari lake mwenyewe, adhabu kwa huyo mwanaume, analipa shekeli 50 na anamuoa huyo binti. Unapatana vizuri hapo? Binti huyu aliye katika uchumba huyu na akakubali kulifanya hili kwa hiari yake mwenyewe, bwana we, unalipa shekeli 50. Na nimesema kuhusu habari za shekeli 50. Shekeli 50 ni sawasawa na dola 20,000 au 15,000 ukilinganisha na dola kwa reti ya leo. Jambo lingine la pili, kama huyu binti ambaye amechumbiwa amekuja kuharibu ubikira kwa kubakwa, na kama huyu binti alibakwa mjini, hapa naomba usikilize vizuri huyu binti alibakwa mjini na yeye hakulalamika alibakwa mjini na hakulalamika, adhabu yake ilikuwa ni kuua wote wawili. Binti anaharibu ubikira, anashikwa na mwanaume na anaharibu ubikira wake, na ni mjini kwenye kuwa watu, na binti hakulalamika. Wanaposhikwa ni kuuawa wote wawili. Kama ni porini, binti ameshikwa porini na ule mtu aliyetembea naye akaharibu ubikira wake porini, adhabu ni kwamba huyu binti inaonekana kama vile alilalamika, lakini kwa sababu ni porini hakuna aliyemsaidia. Adhabu ni kwamba yule mwanamume atauawa. Nafikiri napata vizuri hapo. Hapo ndiko kwenye Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 23 hadi 27. Niruke haraka sasa. Mtoto wa kuhani. Hapa kwa makuhani ilikuwa tena ni ngumu zaidi. Kwa makuhani sheria ilikuwa ni nzito zaidi. Kama binti wa kuhani angepoteza ubikira wake kabla ya ndoa, huyo alikuwa anachomwa moto hadharani. Kwa nini? Kwa sababu amekosesha heshima huduma ya baba yake. Ndio maana ukiwa mchungaji lazima ujifunze kufundisha mabinti zako, kuwalinda, kuwafundisha neno na kuwaombea wasije wakadharaulishe huduma yako. Huwezi ukawe mchungaji na mabinti wako ni wazinzi, ni wa malaya. Hapana, hapana, haiwezekani. Mabinti wa mchungaji wazinzi, mabinti wa mchungaji wa malaya, hapana, sio nzuri. Najua asilimia kubwa ya watoto wa wachungaji, hasa mabinti wengine walio wengi, vichwa vinachanganikiwa. Kwa nini? Kwa sababu shetani anawinda sana watumishi wa Mungu. Lakini ni jukumu letu sisi kama watumishi kuombea mabinti zetu, kuombea watoto wetu ili Mungu aweze kuwalinda. Ona katika Agano la Kale, binti wa kuhani akifanya tendo la ndoa naye hajaolewa, adhabu ni kumchoma moto. Au nisome hapa kidogo, Walawi 21 mstari wake wa 9. Subiri tupasome hapo katika kitabu cha Walawi. Walawi 21 mstari wake wa 9. Biblia inasema hivi, Walawi 21:9. Naomba tusome sote pamoja. Maandiko yanasema hivi: na binti ya kuhani yeyote atakapojitia unajisi kwa ukahaba, amemtia unajisi baba yake, atachomwa moto. Hakuna ABCD, atachomwa moto. Binti ya kuhani, hakuna cha kuuliza, ni kuchomwa moto. Amen, amen. Ndugu zangu, nafikiri hapa mmeona uzito wa ubikira, na ndio maana sisi tuko very sensitive katika swala la kuoa, na ndio maana tunaendelea kuhubiria vijana. Tuna mikutano na vijana, maongezi na vijana wa kike na wa kiume, kujaribu kuwaonyesha umuhimu wa haya mambo, ili kesho tuwe na kanisa ambalo limesimama imara. Tusipolinda hawa vijana wa leo vizuri, tusipowahubiria hawa vijana wa leo neno sahihi, kesho tutakuwa na kanisa ambalo ni la wazinzi na washerati mtupu. Ni jukumu letu kuzungumza na vijana, ni jukumu letu kuzungumza na mabinti.
tuwaonyeshe umuhimu wa wao kulinda ubikira wao, ili kwamba kesho tuwe na familia zilizo safi mbele za Mungu. Naomba mnisikilize. Nasema nyinyi mko makini, kwani nyinyi ikoje? Sisi kanisani kwetu, sikilizeni watoto wa baba, binti ambaye siyo bikira anaweza akaolewa. Nafikiri nimeliongea na nimejibu hata mama moja aliyeniandikia, binti moja aliyeniandikia kwenye account yangu ya YouTube. Asiye bikira anaweza akaolewa, lakini kwa shurti moja, awe wazi kwa mme wake kabla ya wao kupendana. Amwambie, mme wangu unanipenda, lakini jua ya kwamba mimi sio bikira tena. Na mwambie mme wako ni nani aliyeondoa ubikira wako. Na baada ya kumwambia mme wako nani aliyeondoa ubikira wako, wende wewe na mme wake kwa yule aliyeondoa ubikira wako, alafu ukaombe msamaha kwa mme wako na mbele ya yule aliyeondoa ubikira wako. Haya mambo lazima niwaambie mjue hivi. Swala la uzinzi ni swala la kiroho zaidi kuliko kuwa swala la kimwili. Kitendo cha ndoa ni swala la kiroho. Kila wakati mwanamke anapofanya uzinzi na mwanaume, kwenye kifua cha yule mwanamke kuna baki picha ya yule mwanaume katika ulimwengu wa kiroho. Naomba mnisikilize vizuri. Na pale kwenye kifua cha mwanamke hakuwezi kwenda picha mbili. Unanipata vizuri? Narudilia, anasema mwanamke anapozini na mwanaume kwa mara ya kwanza, for the first time, mwanamke anapozini na mwanaume, yule mwanaume aliyeondoa ubikira wa mwanamke, katika ulimwengu wa kiroho, picha ya yule mwanaume inabaki picha kwenye kifua cha yule mwanamke, na popote ambapo yule mwanamke ataenda, picha ya yule mwanaume itaonekana kwenye kifua chake. Haya ni mambo ya kiroho. Ndio maana mnaona tunaongea sana kuhusu swala la uzinzi. Ndio maana tunaongea sana kuhusu wanawake kulinda ubikira wao. Sasa shida ni hii. Ile picha ile haitakubali pale kuje picha nyingine. Kwa hiyo ukija kuolewa na mwanaume mwingine tofauti na yule aliyeondoa ubikira wako, mbele ya macho ya Mungu ni mzinzi, kwa sababu hatakubali kukaa pale. Kwa hiyo kinachohitajika cha kufanya ni kuondoa kwanza ile picha iliyokutaniwa pale, ili hii picha ya pili ipate nafasi. So hii picha iliyokutaniwa pale inaondolewaje? Hii picha iliyokutaniwa pale inaondolewa mpaka mkutane nyinyi wote watatu. Yaani mwanaume aliyezini na wewe wa kwanza, aliyeondoa ubikira wako, mwanaume ambaye atakuoa sasa, na wewe mwanamke, alafu mlitengeneze hili nyinyi watatu. Ndio kuna shida, ndio kuna matatizo. Tutaambia sasa, mwanaume aliondoa ubikira wangu simjui, alishaga fariki, sasa nitafanyaje mchungaji? Mwingine anasema mwanaume aliondoa ubikira wangu ilikuwa ni porini, sikumjua, sikumtambua. Kuna mmoja hapa ameniandikia, mimi ubikira wangu uliondoka kwenye hospitali, tulikuwa hospitalini nini, wakanifanyia upasuaji nini, nikagonjwa magonjwa ya infection, ubikira wangu ukaondoka. Mwingine akaandika hapo, mimi ubikira wangu uliondoka kwenye baiskeli. Na hii ni moja miongoni mwa sababu za kukataza wanawake kupanda baiskeli au kupanda kwenye miti. Sasa iko hivi, mwanamke akidanganya, umeona katika Agano la Kale anauawa. Ukidanganya mchumba wako, unamwambia ukweli, unamwambia mimi nimeshawahi kutembea na wanaume wengine mbele yako, na kuna mwanaume aliondoa ubikira wangu. Sababu ubikira lazima uondolewe na mme wako. Hakuna mwanaume mwingine aliye na haki ya kuondoa ubikira wako. Yaani kama ubikira wako uliondolewa na mtu ambaye si mme wako, bado ni shida. Sasa hiyo shida imeshatokea tayari. Cha kufanya sasa, fundisha mabinti zako wasije pia wakaanguke katika huo mtego wa shetani. Uwafundishe kulinda ubikira wao. Mama zangu, mnanisikia? Chukua hii video, kaa pamoja na binti zako, waite binti zako, waambie njoni tusikilize mtumishi wa Mungu akihubiri, ili kwamba hili liwe msaada kwao pia. Naendelea kuongea gisi tunavyofanya hapa, Mungu alivyotufunulia. Binti, unaongea kweli kwa mchumba wako, mnakwenda mnatengeneza na wanaume uliolala nao, baadaye mnakuja kanisani, ndoa inaunganishwa. Binti akidanganya, binti
akidanganya, sisi hatukuui, lakini hiyo ndoa inafutwa na baba yako anaombwa arudishe pesa, na yule kijana yuko huru kuoa mwanamke mwingine. Agano la Kale walikuwa wanaua, leo hakuna kuua. Ndo sababu ya kuoana sisi kwa sisi. Kwa sababu gani? Wakati ndugu anapenda binti, lazima baba na mama wa mzazi wajue na watambiliwa habari, na wanajua kabisa hivi tunavyofanya. Na mbele, hakikisheni binti yenu ni bikira, na kama binti yenu sio bikira, ambie mwenzake ukweli mapema, asije akaligundue baada. Sababu akija kuligundua na kama lijaombwa msamaha, manake ndoa iliunganishwa kwenye misingi ya uongo. Na kama ndoa iliunganishwa kwenye misingi ya uongo, maana yake hiyo sio ndoa halali mbele za Mungu. Kwa hiyo binti wako tutamrejesha kwako, na mahari uliopokea unarudisha hela za watu, na huyu kijana ana haki ya kutafuta binti mwingine kanisani na akamuoa. Sasa yule binti aliyerudishwa kwao, unafikiri ataendelea kukusanyika? Mwenyewe bila hata kufukuzwa atasikia aibu, hata kaa pale kanisani. Bado ni kifo cha kiroho. Sasa in case mwanamke alifoji ubikira kwa sababu tuko katika siku za hatari sana. Wanawake siku hizi wanaweka madawa, inaonekana kama ni bikira, kunatoka damu, kumbe ni damu ya plastiki, au ni damu ya uongo, au alifoji, au alitembea mara moja baadaye kukapika miaka 5, baada ya miaka 5 tena zile nyama zikajiunganisha. Yaani kwa vyovyote vile mwanamke au alidanganya, na mme wake aje agundue hilo baada ya miaka 20. Yule mwanaume ana haki ya kumfukuza yule mwanamke na abaki na watoto na aowe bikira. Ndio maana tunawaambia jamani, jifunzeni sana kulinda ubikira wenu. Mabinti, lindeni ubikira wenu. Ni dusumali kubwa ambayo Mungu aliwapa. Hiyo inawakilisha usafi, inawakilisha utakatifu, inawakilisha haki, inawakilisha heshima mbele za Mungu. Chanzo cha maanguko 80% za mwanamke zinaanzia hapo. Mwanamke akishajua wanaume, hata kama kalikuwa kabinti kadogo, pia macho yanafunguka, kanakuwa pele, kanakuwa kanamke sio, kanajua mema na mabaya. Kwa hiyo tatizo linaanzia hapo. Ndio maana neno la Mungu linasisitiza mwanamke alinde ubikira wake, na ndio maana hata Yesu anakuja kuchukua kanisa mwanamwali, yani kanisa ambalo ni bikira. Kwa hiyo ubikira mbele ya Mungu inawakilisha utakatifu. Dusmali ya pili. Hey, jamani, hivi nitafika kweli kwenye hatua ya kujibu maswali? Dusmali ya pili ambayo Mungu alimpa mwanamke tofauti na ubikira ni uwanawake. Uwanawake, la feminite. Mwanamke lazima awe na tabia za kianamke. Mwanamke lazima awe na tabia za kike. Mwanamke lazima awe na tabia zinazodhihirisha kwamba huyu ni mwanamke. Hapana mwanamke anayeiga tabia za kianaume. Huyo sio mwanamke, huyo ana kasoro, huyo ana tatizo. Na mwanaume lazima awe mwanaume. Hapana mwanaume anayeiga tabia za kike. Huyo sio mwanaume, huyo ana kasoro, ana mapepo ya shetani. Miongoni mwa vile vitu vitatu ambavyo Mungu alimpa mwanamke, cha kwanza ni uwanawake, yaani tabia zinazofanana za mwanamke. Kuongea kwake, aongee kama mwanamke. Mwanamke ana hali yake fulani ambayo inaletwa na zile homoni za kianamke ambazo zinamfanya yeye kuwa mwanamke. Ni tabia ambazo Mungu alimpa mwanamke. Mwanamke hawezi ongea kama mwanaume. Mwanamke hawezi kuwa na ujasiri kama mwanaume. Mwanamke hawezi kuwa na tabia kama za kianaume. Hapana, mwanamke ni mwanamke tu, lazima awe na tabia za kianamke. Jambo lingine, mavazi. Lazima mwanamke akubali kuvaa kama mwanamke. Jambo lingine ni jinsia. Lazima mwanamke awe na jinsia ya kianamke. Huwezi ukawe mwanamke ambaye ana jinsia ya kianaume. Hapana, hiyo ni shida, hiyo ni kasoro, hiyo ni tatizo kubwa. Lazima mwanamke awe na nguvu ya utulivu, unyenyekevu, upole kama mwanamke. Hizi ndizo tabia za wanawake ambazo Mungu alimpa mwanamke. Mwanamke sio mkali. Ukiona mwanamke anakuwa mkali kwenye ndoa, huyo sio tena, hilo limekuwa joka. Mwanamke lazima ajifunze kutulia. Mwanamke lazima ajifunze kutembea kwa upole, adabu na unyenyekevu na utii.
Hizo ndizo tabia za mwanamke, na mwanamke akiishi hivyo katika ndoa ataishi muda mrefu. Lakini mwanamume ana neno moja, umeshaongea maneno 100. Mwanamume maneno 5, umeshaongea maneno 1000. Mwanamke unataka wewe uongoze ndoa kuliko mume wako akuongoze. Mwanamke unajifanya kama vile una tabia za kianaume. Mwanamke unajishika hivi kiunoni, alafu unasema nitaonyesha wewe mimi ni nani. Kweli wewe mwanamke kweli? Hapana, wewe sio mwanamke, wewe sio. Nimalizie hapa na dusumali ya 3 ambayo Mungu alimpa mwanamke, ni umama. Umama, Mungu alimpa mwanamke dusumali kubwa sana ya kuleta uhai duniani. Ni jukumu la mwanamke kukubali kukaa na kitoto tumboni muda wa miezi 9 au zaidi au chini ya hapo, ili alete uhai duniani. Hili ni jambo nzito sana, tena la heshima, ambalo Mungu alimpa mwanamke. Mwanamke lazima ajue kulea watoto katika malezi mazuri. Mwanamke lazima apende watoto wake. Mwanamke lazima ashughulike kwa ajili ya watoto wake, awalee watoto wake, awapende watoto wake. Mwanamke lazima awe mtu ambaye anapenda kuzaa watoto. Shida iko hivi, usasa umeharibu sana, umeharibu mambo mengi sana. Utandawazi umeharibu mambo mengi sana, kiasi kwamba wanawake hawataki kuzaa tena. Unasikia mtu anaachia watoto 2. Hebu niwaulize, rais wa Marekani Obama amezaa watoto 2 kwa tatizo gani? Sababu hana hela. Kweli Obama hana hela za kulea hata watoto 100. Obama hata kama angezaa watoto 100 bado angekuwa na uwezo tosha wa kulea wale watoto. Lakini mbona ameishia watoto 2? Unajua ni nini? Ni dalili za ushetani. Shetani hataki watoto. Kumbuka katika Agano la Kale, wakati wa Musa, nani aliyeua watoto? Shetani. Ni kazi yake, ni mbinu yake kuua watoto. Hatakaji watoto. Na shetani yule yule aliyeua watoto wakati wa kuzaliwa kwa Musa, ndo shetani yule yule aliyeua tena watoto wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Sasa nyakati zile alikuwa anawaua hivi kwa upanga. Leo amebadili mbinu, anaihita mbinu hiyo ya sasa ya uuaji wa watoto uzazi wa mpango. Hiki kitu kinatoka kwa shetani. Zaa kadiri Mungu alivyokuneemisha. Mama yeyote lazima awe na upendo kwa watoto, upendo kwa kuzaa watoto. Hivi ndio vitu vitatu vikubwa ambavyo Mungu alimpa kila mwanamke, na mama lazima ajue kulea watoto wake. Ndugu zangu wapendwa, najua ya kwamba mnanifuata kwa makini sana. Haya mambo 3 muhimu lazima kila mwanamke ayatunze, na sababu hii ndio maana tunapiga msumari sana jambo la uzazi. Ndio maana tunalikemea sana, ndio maana tunalikemea vya kutosha, na kuendelea kusii na kuomba wazazi wajue kulea binti zao katika utakatifu, katika ukweli wa neno la Mungu, na kuwaonyesha haya mambo, ili kwamba kesho yake tuwe na kanisa lililo safi. Kama tuna kanisa lililo tatizo leo, kama tuna shida kubwa katika makanisa yetu leo, ni kwa sababu haya mambo hayakuheshimiwa na binti zetu. Lakini tukiwalea mabinti zetu hivi katika mikutano na vijana, mnawaambia kitu gani? Katika mikutano na mabinti mnawafundisha kitu gani? Msipowafundisha utakatifu, hizo ndoa hazitakuja kudumu. Na ndio maana hata kabla ya kuunganisha ndoa kanisani, hakikisha una uhakika na hiyo ndoa, sio ndoa ambayo una mashaka. Ongea na kijana, ongea na binti, waulize maswali ya ubikira wao, waulize maswali ya maisha yao ya kingono kabla ya kuoana. Uwe na uhakika, na kama kuna jambo si nzuri linyooshe, na ukiona haiwezekani waambie siwezi kubariki ndoa hii, ni chafu. Kwa hiyo lazima, we have to be very serious on this, very serious. Sisi hatufanye kazi ili kupendwa na watu, hapana. Tunafanya kazi ili kuheshimu Mungu na kuhakikisha watu wanaishi kulingana na neno la Mungu. Asanteni sana, wacha niishie hapa kwa leo. Naona maswali yenu nitakuja kuyajibu wakati mwingine. Bwana awabariki sana, na mbaki na amani ya Bwana kwa kuonana kunako majaliwa. Asante.